Sasa kwa wale waliosema hakustahili, yale ni maneno ya chuki mbalimbali kwa watani wa jadi, lakini kwa hivi sasa tunasema kwamba kwa kuwa ni Mtanzania na ametuwakilisha vyema, acha tumpe sifa zake. Haimaanishi kwamba labda ukiachana ule upinzani wa Simba na Yanga, basi panapostahili mtu kupewa sifa zake acha apewe. Na hii imeweza kutoka kwa Kadil Saidi ambaye ni mdogo wake na GSM Galib Said Mohamed, ambapo kiuhalisia tumeweza kuona kwamba hata kama GSM ametumia mgongo wa mdogo wake kumkabidhi nyumba Clement Mzize Clementinho, na ni nyumba inayopatikana Kiluvia, so imekuwa ni kitu ambacho kwa baadhi mashabiki wamesanuka, na hata wanachama wa klabu ya Yanga wameamini kwamba zawadi hiyo ya nyumba iliyotoka kwa Kadel Saidi ni zawadi ambayo pengine imetoka kwenye mgongo wa GSM. Japokuwa sasa hivi tunasubiri pia zawadi na pongezi za kikosi cha wananchi kwamba Clement Mzize wamemwandalia kitu gani, kwa sababu mpaka hivi sasa kila mmoja amekuwa posti kwa wakati wake na amekuwa akimpa pongezi kwa wakati wake. Lakini shida inakuja kwamba hii rekodi ambayo tayari Clement Mzize ameitengeneza na kutuwakilisha vyema hapa nchini Tanzania, na hata wana Yanga kwa kuweza kuheshimisha, kwa kuweza kuchukua tuzo ya goli bora la mwaka, ambapo ilikuwa ni dhidi ya TP Mazembe, ambapo Clement Mzize alionyesha makali yake na kuonyesha kwamba ana uwezo wa kuifikisha pia klabu ya Yanga kwenye hatua nzuri na kwenye hatua ambazo itakuwa ni wakati ambapo hata kuja kusauliwa kwenye soka hapa nchini Tanzania. Hii ina maana kubwa sana, na ndio maana kila mwananchi na kila mwanasoka na kila mchambuzi amekuwa akizungumzia kwamba tunasubiri what a moment kwa Galib Said Mohamed, kwamba atampa nini Clement Mzize na ama zawadi gani ya mapongezi ambayo anaweza kaitoa na kuonekana kwamba ni zawadi ambayo haitokuja kusaulika. Aidha inaweza kuwa ni ya pesa, nyumba ama gari. So tukutane next time.